باسمك اللهم نستعين على أمور الدنيا والدين، وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك المصير. لا مانع لما أعطيت ولا معطيا لما منعت، ولا رافعا لما وضعت ولا واضعا لما رفعت، ولا رد لما قضيت أنت كما أثنيت في نفسك، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نشكرك اللهم على نعمة، وأعلى منها نعمة الإسلام والاشتغال بخدمة الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين عدد ما كان وما يكون، وعلى آله وأصحابه النجوم الساطحات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم فإنه كريم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, shukurani za awali ziwaendee wale ambao wameandaa utaratibu huu, utaratibu wa majalisi hizi za kheri katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maandalizi ya Ramadhani, watu tumegawanyika. Wako ambao tunaandaa maakulat na mashurubat kwa ajili ya Ramadhani, lakini maandalizi yaliyomema ni maandalizi ya kuandaa mioyo kuipokea Ramadhani kwa mawaidha, nasaha na mihadhara kama hii. Basi walillahi alhamd, maandalizi ya Ramadhani yanakuwa ni maandalizi ya sawa sawa. Kwa hivyo wale wote walioshiriki kuandaa taratibu hizi, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri fi dunia wal akhirah. Ama utangulizi wa maudhui hii ambayo tumeipa jina al-Islamu wal Gharb, Uislamu na Umagharibi. Kwanza tufahamu, tunaposema Umagharibi tuna maana gani? Madha na'ni bil Gharb? هل الغرب مكان أو الغرب فكرة؟ tuna maana gani tunaposema umagharibi? Magharibi ni sehemu katika uso wa dunia, au magharibi ni timbuko la fikra fulani? Ama hakuna ugomvi baina ya Uislamu na Umagharibi kama sehemu, kwa sababu kila sehemu katika mgongo wa ardhi ina pande nne. Upande wa kaskazini ashimal, upande wa kusini aljunub, upande wa mashariki almashriq, na upande wa magharibi almaghrib. Hapana ugomvi baina ya Uislamu na Umagharibi, ikiwa magharibi maana yake makanun ala dhahri al-ard, ni sehemu katika mgongo wa ardhi. Lakini tunapozungumzia Umagharibi, na Umagharibi wenyewe umekuja mukabala na Uislamu, na Uislamu ni itikadi, Uislamu ni dini, Uislamu ni mfumo wa maisha. Bila shaka Umagharibi hapa sasa unahama kutoka kuwa
eneo na unahamia kwenye maana ya fikra, itikadi, dini, ustaarabu, elimu na maarifa. Kwa hivyo Uislamu na Umagharibi maana yake as-sira'u baina al-islam wal-muslimin wa baina al-gharb wal-gharbiyin, ni mapambano yaliyoko baina ya Uislamu na Waislamu kwa upande mmoja dhidi ya Umagharibi na wa Magharibi kwa upande mwingine. Lakini vile iwe kama tahadhari, tusichukulie kila walioko Magharibi, na hapa ina maana ya walioko katika nchi za Ulaya, Amerika, kwamba wote ni maadui wa Uislamu. Iko sintofahamu hii, na nimeona nieleze mapema hii kwamba kila aliyoko Magharibi basi ni adui wa Uislamu. Twasahau kwamba katika walioko Magharibi leo hivi tunavyozungumza wako kaka zetu na dada zetu Waislamu, tena wakiwa wanapambana na hao wa Magharibi wenyewe, mpambano mkubwa sana ndani ya nchi zao. Ni fikra potofu kuona kwamba kila aliyoko Magharibi ni adui yetu. Wako Waislamu mashaallah katika nchi za Ulaya na Amerika na kwingineko ambao wanapambana na mashakili yanayotokana na mfumo ulio kwenye nchi zao, kama ambavyo sisi tunavyopambana na mashakili haya. Katika nchi za Magharibi, Ufaransa ndio ina Waislamu wengi kuliko nchi nyingine, takriban milioni 16. Ujerumani, Uingereza, Marekani wako Waislamu milioni 14. Marekani hivi tunavyozungumza milioni 14, wayaziduna kila yaum, na wanaongezeka kila uchao. Watu wanaingia kwenye Uislamu, na kwa mujibu wa bahthi mbalimbali wa Magharibi wengi wameingia kwenye Uislamu baada ya shambulio la Septemba 11 lililofanyika kwenye minara miwili ile pale Washington, tukio linaloitwa September 11. Wameingia watu kwenye Uislamu kwa kasi kuliko ambavyo waliingia kabla ya tukio la September 11. Yani baada ya kinachoitwa vita dhidi ya ugaidi, wa Magharibi wengi wamezinduka na kutafuta kuujua Uislamu, na wengi wao wamekuwa Waislamu. Anasema Waarabu, rubba shar yahmilu fi tayyihi alkhair wa rubba khairu yahmilu fi tayyihi shar. Yawezekana shari ikabeba katika mkururo wake, katika njia ambayo shari inapita inaweza ikabeba na khairi nyingi mle ndani, na huenda khairi inapopita ikabeba shari nyingi mle ndani. Shari ya vita vinavyoitwa dhidi ya ugaidi ambavyo ni vita batil, kama tukavyoona, imesababisha khairi nyingi kwa Waislamu wa Magharibi wengi kuingia kwenye Uislamu, misdaqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, fa asa an takrahu shay'an fa huwa khairu lakum wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharru lakum. Na hii kuthibitisha maneno ya Allah, mwaweza mkapenda jambo kumbe la shari kwenu, na mweza mkachukia jambo kumbe la khairi kwenu. Kwa hiyo tunaposema Umagharibi hapa tuna maana ya falsafa nzima ya mfumo ambao umebuniwa na wa Magharibi. Tuna maana ya fikra ambazo wanazisimamia wa Magharibi. Tuna maana ya thakafa, mila, utamaduni na desturi zinazosimamiwa na wa Magharibi. Popote zitakapokutikana, sio lazima iwe ni Magharibi tu. Ikiwa anazo Mjapani huko mashariki mwa dunia, au Mu-Australia aliyoko mashariki ya mbali, au New Zealand, wanazo fikra kama hizo, taratibu kama hizo, basi itakuwa tayari na wao ni wa Magharibi, pamoja na kwamba wanaishi mashariki mwa ardhi hii. Nadhani hii iwe ndio taabir ya anwani hii tulionayo, Uislamu na Umagharibi. Ndugu zangu katika imani, baada ya utangulizi huu ni kwamba labda
Hakuna mtu asiyejua kwamba Uislamu unapigwa vita leo kama ulivyopigwa vita zama ulipokuja kwa nabii wa mwisho, Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asiyejua kwamba Uislamu leo uko vitani atakuwa ni Muislamu jina, sio Muislamu wa imani. Atakuwa ni Muislamu wa Uislamu wa kurithi, kwa kuwa baba ni Muislamu au wazazi wangu Waislamu na mimi Muislamu. Hana chochote anachoshughulika nacho na Uislamu. Huyo ndio leo ukimwambia Uislamu unapigwa vita atakushangaa. Atakuwa ni Muislamu ambaye tayari ameshaathirika na umagharibi kiasi ya kuona kwamba hakuna haja ya vita baina ya haki na batili. Hakuna haja ya mapambano baina ya ukweli na upotofu. Lakini wengi twajua kwamba Uislamu leo uko vitani, na Waislamu kwa ujumla tuko vitani. Na sio siri kwamba uadui ambao Uislamu na Waislamu wanafanyiwa unatoka katika nchi kijiografia tunaziita nchi za magharibi. Lakini kwa taabiri tuliyotangulia kusema mwanzoni, uadui huu sasa hautoki nchi za magharibi tu, bali unatoka nchi zote zilizokubaliana na mfumo wa magharibi. Kama nilivyotangulia kusema, ikiwa ni Australia, ikiwa ni Japani, ikiwa ni China, ikiwa ni New Zealand, zote alimradi zimekumbatia fikra za wale walioko magharibi, basi watakuwa hao ni maadui wa Uislamu. Na ushahidi, angalia vita ya Ghuba. Vita ya Ghuba, Australia ina majeshi yake, Iraq. New Zealand ilitoa majeshi yake, Japani ikatoa majeshi, japokuwa wao walisema kwa ajili ya huduma za kibinadamu, meli za kuhudumia, kuonyesha kwamba maadui wa Uislamu lao ni moja, alimradi wanawafikiana katika fikra fulani, basi lao ni moja dhidi ya Waislamu. Na hili ni jambo muhimu Waislamu tukalijua, kwamba maadui zetu wao wako kitu kimoja popote walipo. Uadui huu ala rasul adawa, katika kichwa cha uadui huu yuko Marekani. Kichwa cha uadui yuko Marekani. Anayemfuatia kwenye kichwa cha uadui ni Muingereza. Alimradi ile jumuiya inayoitwa Jumuiya ya Kujihami ya Nchi za Ulaya Magharibi, za kaskazini mwa bahari ya Atlantic, North Atlantic Treaty Organization, NATO, ndiyo rasul adawa, ndiyo kichwa cha uadui huu. Lakini pia ubavuni mwa uadui huu, ubavuni mwake kuna dola yenye uadui kuliko dola zote zenye uadui dhidi ya Uislamu, dola ya Kiyahudi. Mayahudi ni watu wenye uadui kuliko uadui wa yeyote yule kwenye mgongo wa ardhi. Ashaddu nnasi adawatan ala Muhammad wa dini Muhammad humul yahud. Wenye uadui mbaya na mkali sana dhidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mayahudi. Na ukiangalia kwa upande mwingine, ndio ambao wana mfumo unaoiendesha dunia. Ala rasul adawat wal Amerika, ni Amerika ndio yuko juu ya kichwa cha uadui. Lakini nani ambaye anapanga mipango hii kwa karibu sana? Ni huyu aliyofanya uadui na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mwingine bali Myahudi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, Suratul Baqara aya 120, walan tardha anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, walan tardha anka alyahudu wala nasara. Na katu usitegemee ewe Muhammad kwamba watakuwa radhi na wewe Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila yao. Mwenyezi Mungu kawataja Mayahudi kwanza kabla ya Manasara.
hawawezi kuwa radhi na wewe mpaka ufuate mila yao. Katika sura hiyo hiyo, Suratul Baqara, aya ya 217, Mwenyezi Mungu akasema tena, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, na wala hawatoacha kukupigeni vita nyie mpaka wakurejesheni, wakutoeni kutoka kwenye dini yenu ikiwa wataweza. Aya hizi mbili Mwenyezi Mungu anatufahamisha kwamba uadui huu ni uadui wa milele, ni uadui ambao hauna kikomo, na siku Waislamu watakapofikia kuanza kuelewa kwamba uadui baina yao na hao wanaoitwa Mayahudi na Manaswara umekwisha kwa sababu yoyote ile, watakuwa ndiyo siku wameshathibitisha wenyewe kushindwa kwao. Ndiyo siku watakapokuwa wametoka kwenye dini yao, pale watakapoona hakuna uadui baina ya Uislamu na Mayahudi na baina ya Uislamu na Manaswara. Ndugu zangu katika imani, katika hali hii ya uadui ambayo inadhihirika wazi sana katika zama tulizonazo kupitia kinachoitwa vita dhidi ya ugaidi, the war on terror, vita dhidi ya ugaidi, ndiyo ambayo inadhihirisha uadui umefikia kiwango gani. Ni muhimu sana kuelewa uadui wenyewe umekaaje, na ni muhimu sana kuelewa uadui huu umepangwa namna gani na unapiga vita Uislamu namna gani. Ni muhimu sana. Tusipoelewa tuwapigwa vita aje, kwa mbinu gani, tutashindwa namna ya sisi kujipanga kuhimili vita hii, vita ya wa magharibi dhidi ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mbinu zake za kupambana na maadui alikuwa daima anatafuta kuwajua maadui zake. Aliweka mfumo wa kupata habari za maadui. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Madina pale, anapata habari za maadui hata wako mbali namna gani. Ni jambo la kuingia kwenye akili kwamba hiyo ni nusu ya kushinda vita. Kumjua adui yako na mbinu anazotumia ni nusu ya kushinda vita, na kutokumjua adui yako na mbinu gani anazotumia basi ni kushindwa vita kabla haujaanza. Sasa ni muhimu tukafahamu kwamba hawa watu hawa mkao gani waliokaa kutupiga vita. Ndugu zangu katika imani, vita ambavyo Uislamu unapigwa leo ni vita vinavyoendeshwa na mfumo, vinaendeshwa na system maalum. Sio vita vya nchi moja au vita vya mtu mmoja, kwamba hata mkijitahidi kukabiliana naye mkamshinda mtahesabu vita imekwisha. Kalla wa hasha lillah. Uadui huu ni mfumo, ni system. Tunaposema, Mwenyezi Mungu aliposema Uyahudi na Unasara, ama Mayahudi na Manasara, hakuwa na maana ya majina. Allah alikuwa na maana ya mfumo ulioundwa na Uyahudi, mfumo ulioundwa na Manasara. Hauwezi kuwa radhi na wewe mfumo huu. Kuelewa kwamba tunapigwa vita na mfumo ni jambo muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mara ndio uswa wetu. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Imekuwa kwenu nyie mna kiigizo chema kwa mtume Mwenyezi Mungu. Ukiangalia mapambano ya mtume na maadui wa Uislamu, mtume alikuwa anaangalia kinachopiga vita Uislamu sio mtu, bali ni mfumo. Ndiyo maana pale Maka mwanzoni maswahaba imani imekita, wanataka kupigana. Kina Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu wanamwendea mtume na kumwambia, ya Rasulullah, alasna ala al-haq, je, sisi hatuko katika haki? Mtume anasema bala. Je, hatuko kwenye haki? Mtume anasema hapana, tuko kwenye haki. Alaisu ala al-batil, hivi hawa Makureshi ya Rasulullah hawapo kwenye batili hawa? Mtume anawaambia bala ya Umar, hapana ewe Umar, ndivyo hasa hawa wako kwenye batili. Umar anamwambia, idhan limadha hadha alwahn, limadha hadha aldhalal,
Kama hivyo ndivyo, kwa nini unyonge huu ya Rasulullah? Wao wako kwenye batili, tuko kwenye haki, kwa nini tuwe wanyonge? Ala nuqatiluhum, je hatupambani nao hawa? Mtume alimwambia nini? Alimwambia ya Umar, inna dhuafa, ewe Umar, sisi ni madhaifu, hatuwezi kupigana kwa sababu sisi madhaifu. Bimaana hawa wana mfumo, wana utawala, wana jeshi, hatuwezi kukurupuka kupigana hapa Umar, itakuwa suicide, itakuwa ni vita ya kujimaliza wenyewe. Hawa ndicho wanachotaka, wanatuchokonoa kila siku ili tupigane watumalize tu mapema. Hapana Umar, kufu aidiakum. Mungu akasema kwenye Qur'an, je, hukuwaona wale waliokuwa wakisema tupigane? Mwenyezi Mungu akawaambia kufu aidiakum, zuilieni mikono yenu. Mtume akawa anawaambia maswahaba kufu aidiakum, zuilieni mikono yenu, kwa sababu alielewa Waislamu ni wachache, hawana nguvu. Jeshi wanalokabiliana nalo ni jeshi la watu ambao ndio superpower ya bara Arabu wakati huo. Makureshi ndio kama alivyo Muamerika leo kwa dunia zama hizo. Kwa hiyo kama ingekuwa ni swala la mtu, Mtume angesema mpigeni tumue labda Abu Jahli au Abu Labi au Abu Sufiani au Utbah ibn Rabi'a au Umayya ibn Khalaf, yale makubwa ya Kikureshi, kwamba amrisha tu maswahaba washughulikieni hawa. Mtume alielewa sana kwamba kupambana na mtu mmoja huwezi ukashinda vita ambavyo vinaendeshwa na mfumo. Na sisi Waislamu tunapokabiliana na wa magharibi na umagharibi, lazima tufahamu tunakabiliana na mfumo. Tena mfumo wenyewe umesukwa vizuri, umepangwa vizuri, umekita mizizi kwenye dunia hii kiasi kwamba unaweza ukaogopa. Ndugu zangu, labda nikufahamishieni kiufupi mfumo umekaaje. Mfumo unaoongoza wa magharibi na kuongoza dunia leo unaongozwa na kitu ambacho kinaitwa the Babylonian Brotherhood, wana ndugu wa Babiloni. Babylonian Brotherhood ni ukoo wa watu maalum ambao kizazi chao kinarudi nyuma mpaka enzi za Namrud ibn Kanaani. Namrud ibn Kanaani ni nani? Ni yule ambaye Qur'ani inamzungumza kuhusiana na Ibrahimu alayhi salatu wasalam. Alam tara, Mwenyezi Mungu anasema alam tara, je hujapata kuona ya Muhammad? Nani? Yule ambaye haja Ibrahima fi rabbihi an atahu Allahu almulk, alifika kuhojiana na Ibrahim kuhusu Mola wake kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu amempa ufalme. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, aliposema Ibrahimu, Mola wangu ni yule ambaye anahuisha viumbe na kuvifisha. Qala ana uhyi wa umitu, huyo bwana huyo Namrud ibn Kanaani, mfalme wa dola ya Babeli. Babeli ni ilipo Iraki leo, zamani ikiitwa Mesopotamia. Namrud ibn Kanaani akasema ana uhyi wa umitu, na mimi vile vile ninahuisha na nafisha. Ibrahimu akashangaa, huyu mwanadamu atahuisha na kufisha? Akamwambia unashangaa, subiri nikuonyeshe. Akaita wafungwa wawili. Walipokuja wafungwa wawili, fa amara biwahidin an yuqtala, akaamrisha mmoja katika wale wafungwa auawe, wa atlaqa al-akhar, na akamwachia mwingine kwamba nenda nyumbani kwenu. Akamwambia Ibrahimu, umeona nimemfisha huyu, nimemuhisha yule. Ibrahimu alayhi salatu wasalam akamwangalia akamwambia, rabbia, Mola wangu mimi, yati bishamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib. Ili nimeliona bwana mkubwa, lakini sasa Mola wangu mimi nayemwabudu ana sifa hii, kila siku ananitoa jua mashariki analipeleka linazama magharibi. Sasa na wewe kama ni Mungu kweli, hebu litoe magharibi lizame mashariki. Qur'ani inasema fabuhita alladhi kafara, fabuhita, akabuhutika, akafedheheka, upeo wa kufedheheka, alladhi kafara, yule aliyekufuru. Mwenyezi Mungu
Angalia Mwenyezi Mungu ilivyo katika Qur'ani, mtu ni muovu lakini Mungu anaweza kumsitiri asimtaje jina. Namrudha, kama sio mufassiruna kutuambia huyu anayezungumzwa hapa ni Namrudha, tusingejua. Fabuhita alladhi kafara, Mwenyezi Mungu anaashiria fabuhita alladhi, akabuhutika yule ambaye alikufuru. Bila kutajiwa tusingemjua ni Namrudha ibn Kanaan. Na ndivyo alivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waovu anaacha kuwataja majina, anaweza akaashiria kwa ibara tu. Namrudha huyu ibn Kanaani, chimbuko la dini na upotofu duniani linazunguka kwa huyu Namrudha ibn Kanaani. Ni kupitia Namrudha ibn Kanaani ndiko utakuta utatu mtakatifu ambao leo ni nguzo katika nguzo za imani za Manasara. Kwa sababu katika enzi hizo Namrudha alikuwa mungu, mke wake anaitwa Semiramis alikuwa ndiyo mungu jike, na mtoto wao anaitwa Isis ndiyo alikuwa mungu mwana. Kwa hiyo kulikuwa na utatu mtakatifu enzi za Namrudha ibn Kanaani. Historia ya kizazi chake ndicho ambacho watu wamekuja kuanzisha dini ya Kinasara yenye utatu mtakatifu. Namrudha ibn Kanaani alikuwa anavaa kofia ndefu kwenda juu, alafu ina ishara ya mdomo wa samaki. Mnawajua wanaovaa kofia za namna hiyo sasa hivi ni kina nani? Imebaki kama alama kwamba dini hiyo walionayo ni chimbuko la Namrudha ibn Kanaani. Itikadi ya kafara kwamba Mungu alishuka akawa kafara na akafia watu ilianzia kwa Namrudha ibn Kanaani. Sasa huyu Namrudha ibn Kanaani toka enzi hizo ndiyo chimbuko la Unasara na Uyahudi na fikra na ufisadi unaokwenda kwenye mgongo wa ardhi. Chimbuko lake ndio hilo. Hata mafirauni wa Misri asili yao inarudi mpaka kwa Namrudha ibn Kanaani. Sasa watu hawa wanaitwa the Babylonian Brotherhood, walitokea zama hizo za Namrudha ibn Kanaani. Alipoangamizwa Namrudha baada ya kumfanyia uadui mkubwa Nabii Ibrahim mpaka kumtupa kwenye moto, Mwenyezi Mungu akaamrisha moto, ya nari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi na salama kwa Ibrahima. Baada ya Nabii Ibrahim kuondoka katika nchi yake ile, akakimbilia ardhi hii ya Kanaan, Palestina kwa leo. Namrudha alikufa kifo cha kufedhesha sana. Sio siku yake kuzungumzia, lakini alikufa kwa mdudu mdogo sana. Mbu alimuingilia kwenye pua, ikawa anahisi kwenye ubongo kuna kitu, kuna mdudu. Daktari wote walishindwa kumtibu. Mwisho yote aliwaambia wenyewe wale wasaidizi wake, nipigeni rungu, panauma sana humo ndani, pigeni. Yani katika kumtibu anawaamrisha nipigeni. Ikawa sababu ya kifo cha Namrudha ibn Kanaani. Baada ya yeye, ufalme wa Babeli uliporomoka, lakini Wababeli wenyewe waliondoka wakawa kujulikana katika historia, kwenye tarehe wakaja kujulikana kama Wafoiniki, the Phoenicians. Wafoiniki hawa walikuwa wanasafiri sana baharini, ndio waliosambaa wakaja mpaka maeneo ya Ugiriki, wakaanzisha utamaduni na desturi na imani ya Wagiriki wa zamani. The Greek mythology, yani itikadi ya Wagiriki, ni matokeo ya kizazi cha Namrudha ibn Kanaani, kizazi cha Babiloni. Baadhi yao ndio waliokwenda wakatengeneza dola ya Rumi. Dola ya Rumi, the Roman Empire, ilianzishwa na mfalme anaitwa Romanus. Romanus huyu ni kizazi cha Namrudha ibn Kanaani. Wengine wao baada ya kuundwa dola ya Rumi, kizazi chao kingine kilisafiri kikaenda mpaka Uingereza, kikajenga mji ukaitwa New Troy. New Troy ndio London ya leo. Wakaasisi dola pale, dola ya Uingereza hiyo yenye mfalme wa Uingereza leo. Kizazi chao kingine kikaja maeneo ya Hispania, wakatengeneza dola ya Hispania, dola ya Austria, dola ya Wajerumani. Kwa hiyo mpaka leo ukiwaangalia dola zote hizo, watawala wote wanaitwa kifalme leo. Mpaka leo wapo.
ufalme wa Uholanzi, ufalme wa Hispania, ufalme wa Ureno, ufalme wa Uingereza. Wote wafalme hawa ni mabaki ya kizazi cha Namrud ibn Kanaan. Hawa ndio ambao wametengeneza kinachoitwa leo the Babylonian Brotherhood, au wanandugu wa Babiloni. Hata kuzaliana wanaoana kwa udugu. Ufalme wa Uingereza, huyu malkia wa Uingereza leo ni mjukuu wa mfalme wa Ujerumani. Kizazi hicho. Hawa ndio wanaitwa the Babylonian Brotherhood. Sasa hawa watu mfumo wao ukoje? Mfumo wa wanandugu wa Babiloni umeundwa katika misingi ya dini na katika misingi isiyo ya dini. Katika misingi ya dini wanatumia dini mbili, Uyahudi na Unasara. Wanazitawala wao. Kwa hivyo Vatican ni sehemu tu ya mfumo wao wa kutawala dunia. Canterbury ilikuwa makao makuu ya Anglican ni sehemu tu ya mfumo wao wa kutawala dunia. Popote pale kwenye makao makuu ya dhehebu katika madhehebu ya Wakristo ni sehemu katika mtandao wao wa kutawala dunia. Lakini katika upande wa mfumo wa kiutawala, wanaitawala dunia kwa mfumo ufuatao. Wameanzisha makundi maalumu ambayo ndiyo kwayo wanatawalia dunia. Makundi ambayo leo ukiangalia yana picha nzuri sana. Nzuri sana. Mwaka wa 1776 ni mwaka muhimu sana katika mfumo wa kutawala dunia. Mwaka huu palianzishwa tawi katika matawi la wanandugu wa Babiloni ambalo linaitwa the Bavaria Illuminati. Bavaria ni mji katika Scotland. Illuminati ni watu wa daraja maalum katika mfumo wa kutawala dunia. Yaani watu waliopewa nuru, waliopewa mwangaza, watu waliopitia mafunzo wakahitimu mafunzo. Hawa ma-Illuminati ndio ambao wanatengeneza kitu kinachoitwa the Freemasonry. Kitu kinachoitwa wa umasonia duniani kinatengenezwa na hawa wanaitwa the Illuminati. Wana madaraja yao, wana twarika zao, sects zao na madaraja yao. Daraja la juu kabisa linaitwa 33 degree. Hilo ndio daraja la juu kabisa. Ukifika pale kwenye 33 degree unaweza ukapewa waziri mkuu wa nchi au uraisi wa nchi. Na hakuna kiongozi katika nchi hizo za magharibi anayeongoza ambaye hajafikia daraja ya 33 degree. Kwa hiyo mwaka huu nautaja kwa sababu ndio mwaka walipoamua kuasisi dola ya Marekani. Mwaka 1776 ilipoundwa hii Bavaria Illuminati, ndio mwaka ule ule na Marekani ikaasisiwa kama kichwa cha mfumo wa kutawala dunia. Baada ya kuasisi dola hiyo, waliandika kwenye vitabu vyao kwamba ili tuitawale dunia tunahitaji kuwa na serikali moja ya dunia. Serikali wao wakaita serikali kuu ya dunia. Kama tukavyoona huko mbele, serikali kuu ya dunia ndiyo Umoja wa Mataifa leo. Mwaka 1776 kwenye maandiko yao walipanga lazima waanzisha serikali kuu ya dunia. Na serikali kuu ya dunia hiyo ndiyo hiyo leo Umoja wa Mataifa, ambao tukionewa tunakimbilia pale. Tukihisi tumeonewa tunakimbilia Umoja wa Mataifa. Ndio maana hakuna suluhisho la matatizo wa Waislamu kupitia Umoja wa Mataifa. Wapalestina wako hawa hapo, ardhi yao imekaliwa, msikiti wetu mtakatifu pale uko chini ya Mayahudi. Solution haiwezi kupatikana kupitia Umoja wa Mataifa, haiwezekani. Kwa sababu hao wa Umoja wa Mataifa ndio walioiweka Israeli ikawa pale kwa lengo lao. Sasa utakwendaje kushtaki kwake utegemee atakusaidia? Kesi ya nyani unapeleka kwa ngedere.
Atakuuliza nini wanachostaki wewe? Huyu nyani amekula mahindi. Mahindi yangu yako wapi? Mahindi yangu yapo huko bondeni. Atakwambia subiri hapa, ngoja na mimi nikayaangalie. Atayala, atarudi ameshiba. Katika kutengeneza mfumo huu unaotawala dunia, walikwenda hatua kwa hatua wakiangalia namna ya kuusuka mfumo huu ili wanadamu walimwengu wasigundue. Mwaka 1920 wakakutana katika mkutano muhimu sana. Walikutana wanandugu wa Babiloni kwenye mkutano wao kwenye jiji lao New Troy. Troy ni mji wa zamani wa Kibabeli. Mji wao mpya waliujenga wakauita New Troy au Troy mpya, ni London ya leo. London ndiko kuliko na makao yao makuu ya kiuchumi duniani. London Financial District ndiko makao makuu ya mfumo huu kiuchumi duniani. Wakakutana wakasema, umefika wakati sasa wa kusimika serikali ya kuitawala dunia. Lakini tutasimikaje serikali hii ya kutawala dunia? Lazima tuanze kwa kutengeneza makundi. Kundi la kwanza lililoundwa ni kundi waliloliita wao Royal Institute of International Relations. Royal Institute of International Relations, yani taasisi ama chuo cha kifalme cha kushughulikia masuala ya mahusiano ya kimataifa. Anwani ndio hiyo. Makao makuu yake yako wapi? Uingereza, London. Wakaiunda hiyo. Mwaka huo wa 1920, mwaka uliofuata 1921, wakaunda tawi la hii Royal Institute of International Relations. Wakaliunda tawi lake Marekani. Wakaliitaje tawi hili? Wakaliita the Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations, CFR. Mwaka 1921. Hizi taasisi mbili ndizo taasisi mama za kutawala dunia. Zote mbili ndizo zinazoshughulika kuandaa sera, mipango, uchumi, yani mikakati yote ya kutawala dunia inaendeshwa na taasisi hizo mbili. Na kwa upande wa ile ya Council of Foreign Relations, hakuna rais wa Marekani toka mwaka 1921. Hakuna mtu aliyeteuliwa kuwa rais wa Marekani lazima awe kwanza memba wa the Council on Foreign Relations. Mimi nilipoliona hili, na wakati huo Barack Hussein Obama anagombea, tukijua tu asili yake ni hapa Kenya, nikasema hivi na huyu yumo humo. Ikabidi niingie kwenye internet. Hata wewe nenda kaingie, usidhani ni swala langu peke yangu. Ukiandika to the Council on Foreign Relations, yatakuja madudu chungu mzima, tovuti chungu mzima zinazohusu Council on Foreign Relations. Kuna moja inazungumzia members on foreign relations or Council on Foreign Relations. Hakuna mtu katika watu maarufu uliopata kuwasikia wewe waliotawala Marekani, hakuna hata mmoja ambaye jina lake limo mle. Wote wamo, mpaka Barack Hussein Obama ni member wa Council on Foreign Relations. Vyama viwili vinavyotawala Marekani, Republican na Democrats, wanachama wake, viongozi wake wote ni memba wa hicho kitu kimoja. Wakiingia kwenye mkutano ule wa the Council on Foreign Relations, wanazungumza kwa lugha moja, mikakati yao ni mimoja. Wanapotoka kule nje ndio utaona ni vyama vya upinzani, lakini wakirudi ndani hawana upinzani. Watasemana kidugu, wewe bwana Bushi, hapa umeharibu, umetawala dunia kwa rafu sana, hatuwezi kuendelea namna hii. Sasa hebu tuacheni tuingie, tuweke hali ya amani na kuonyesha kwamba hatuna uadui na walimwengu. Nani afanye kazi hii vizuri? Barack Hussein Obama. Sisi tunaye huyu kijana, kwanza sio mweupe, ni mweusi. Ulimwengu mzima utaamini tumebadilika kwa sababu huyu ni mtu mweusi. Hawategemei mtu mweusi kutawala Marekani. Tukiingia kwa gia ya rangi ya Obama, tutawateka walimwengu wote. Ndio leo utaona mpaka magari yamebandikwa nembo za Obama, mpaka watoto wamezaliwa wameitwa Obama. Watu wana strategia za kutawala ulimwengu.
Wenzangu wa Kenya na wa Tanzania tunabaki kusherehekea kwamba huyu rais mweusi mwenzetu atatusaidia. Hawezi kutawala Marekani kinyume na matakwa ya wanaotawala Marekani. Hawezi kwenda kinyume na hivyo. Kwa hiyo wakaiunda ile The Council on Foreign Relations mwaka 1900 na ngapi na 21. Wakaanzisha pale pale Umoja wa Mataifa wa kwanza. Kumbuka mwaka 1776 walisema lazima tuanzishe serikali ya dunia. Kwa hiyo wakaianzisha serikali ya kwanza ya dunia, wakaipa jina gani? The League of Christian Powers. Mwaka 1920 baada ya vita ya kwanza ya dunia, wakaipa serikali ya kwanza ya dunia The League of Christian Powers. Yani Umoja wa Mataifa ya Kikristo ndio Umoja wa Mataifa wa kwanza. Halafu baada ya muda wakaona Waislamu watashtuka kwa lile neno Christian Powers, wakabadilisha wakaita The League of Nations. The League of Nations ikaanza, lakini kwa bahati mbaya mazingira yalikuwa hawajayaandaa vizuri. League of Nations ilifika mahala ikawa haijaungwa mkono sawa sawa. Wakasema lazima tuanzishe katika modeli mwingine, lazima tuleke mazingira mazuri ili tukianzisha serikali hiyo itambulike dunia nzima. Mazingira gani? Wao wana mfumo maalum, wana nini? Kanuni yao. Kuna kanuni yao wanaita problem reaction solution. Yani unazalisha tatizo, kwa tatizo uliozalisha watu watahamaki. Wakihamaki kwa sababu wewe ndio ambaye wanakuangalia, watakwambia tupatie ufumbuzi wa tatizo hili. Kwa hiyo sasa unaweka kile ulichotaka, kwa sababu wakati unazalisha tatizo, umelizalisha tatizo ambalo ufumbuzi wake utakuwa na manufaa kwako wewe. Mfano, vita vya ugaidi. Si siri tena kwamba ile minara miwili ile haikuanguka kwa sababu ya kushambuliwa na ndege zile mbili. World Trade Center, sio siri tena kwamba ile minara miwili, majengo yale miwili yale hayakuanguka kwa sababu ya kushambuliwa na ndege mbili. Ukweli ni kwamba minara ile miwili, World Trade Center, ilianguka baada ya kutegeshewa mabomu na kulipuliwa mabomu yale, ndiyo ikaanguka. Aliye design majengo yale anasema majengo yale yalikuwa na uwezo wa kuhimili mashambulio ya ndege kama zile 100. 100 planes Boeing zile 100 zingeipiga majengo yale yasingeanguka. Sasa nini kiliangusha majengo yale? Ni maamuzi yaliyofikiwa baada ya kuona yameshambuliwa na ndege, na wanataka kuanzisha hiki nilichokuambia: tatizo, ufumbuzi, tatizo, reaction, ufumbuzi. Walitaka waanzishe vita dhidi ya ugaidi. Watajengea wapi msingi wa vita dhidi ya ugaidi? Poromosha majengo haya, walimwengu wote wataona majengo yameporomoka na wataunga mkono vita dhidi ya ugaidi. Majengo yale yalitegeshewa mabomu, yani ni style ya demolition. Wataalamu wa majengo wanapoangusha majengo huwa wanatega mabomu ya kulipuliwa kwa stage, alafu wanayalipua kwa stage. Kwa hiyo utaona pupu, na ndivyo majengo yale yalivyoanguka. Utaona yanatengeneza, yani mlipuko unatengeneza vumbi la mlipuko. Wataalamu wa majengo wanasema kabisa majengo yale yalidondoshwa. Hivyo ndivyo wanavyotengeneza. Na majengo haya unaweza ukashangaa, ukiingia kwenye kompyuta leo, fungua program inaitwa Microsoft Word. Microsoft Word ni maarufu, ile ya kuandikia barua. Andika andika Q, herufi kubwa Q33, weka space, alafu andika NY. Q33, weka space, alafu andika NY. Q33 ndio namba ya ndege zilizogonga World Trade Center. NY ni kifupi cha New York. Ukishaandika namna hiyo, highlight, wale wanaotumia kompyuta wanajua highlight, yani uweka kivuli kwenye yale maandishi. Ukishaweka kivuli
nenda kwenye aina ya miandiko, tafuta mwandiko fulani unaitwa wingding. Wingding, badilisha iwe mwandiko wingding. Picha itakayotokea utashangaa. Utaona picha ya ndege ambayo inakwenda kugonga minara miwili, halafu mbele yake utaona alama ya fuvu na kichwa cha mwanadamu. Ya fuvu la kichwa cha mwanadamu na mifupa miwili. Alama ya namna hiyo, kama iliyoko kwenye nguzo za umeme ile za TANESCO. Ile ni alama ya moja ya taasisi zao hawa wanaotawala dunia, wa Masonia. Taasisi yao inaitwa The Skull and Bone Society. Skull fuvu, bone mifupa. The Skull and Bone Society. Kitu cha kushangaza, hiyo program Microsoft Word iliandikwa mwaka 1985. Lakini tayari ina sura ya kuonyesha tukio la World Trade Center. Ndege inaenda kugonga minara miwili, halafu walioandaa hiyo alama ya Skull and Bone ni Wayahudi hao. Utashangaa. Mimi nilipoambiwa kwanza sikuamini, nilipokwenda kuona nikabaki na shangaa. Inaonyesha wazi tukio hilo lilipangwa mwanzoni kabisa, kwamba kuna siku lazima yale majengo mawili lazima yaporomoshwe kwa ajili ya kufanya malengo yao yatimie, kuanzisha vita ambavyo walidhani ndio vitaumaliza Uislamu. Vita dhidi ya Uislamu, wenyewe wanaita vita dhidi ya ugaidi. Sasa nikirudi nyuma, mwaka ule baada ya kuunda Umoja wa Mataifa wa kwanza na kuonyesha unadondoka, haukubaliki na walimwengu wengi, hasa Waislamu, wakasema tuandae mazingira ya kuanzisha Umoja wa Mataifa mpya. Nini walichofanya? Vita ya pili ya dunia, the Second World War. Vita hiyo sio siku yake kuizungumza, lakini tu nikwambie, walioanzisha vita hiyo ndio hao ambao walikuwa wameamua kumpiga vita Hitler. Maana yake ni kwamba Hitler aliandaliwa makusudi, akawekwa madarakani makusudi, akapewa teknolojia ya kijeshi na kujenga jeshi lake makusudi, na akaambiwa aanzishe vita makusudi. Hitler baada ya kuanzisha vita, wale wakatengeneza jeshi sasa kumpiga Hitler. Ushahidi wa wazi upo kwenye archives za historia. Hata fedha za kumjenga Hitler zilikuwa zinatolewa na familia ya matajiri duniani walio kwenye huu mtandao na tawala dunia. Familia moja inaitwa Rothschilds. Kwa mtu anayejua Rothschilds, ukimtaja mpaka mwili unasisimka. The Rothschilds hao ndio ambao wamehifadhili dola ya Uyahudi iko pale leo. The Rothschilds ndio wanaomiliki mabenki makubwa duniani, biashara ya almasi na dhahabu, biashara ya silaha duniani. The Rothschilds, familia toka enzi ya hawa wanandugu wa Babiloni, ndio waliomwandaa Hitler na wakawa wanamfinance pesa. Vita ilipoanza, wao wakajifanya ndio wanaikomboa Ujerumani na nchi zote zilizovamiwa na Ujerumani. Lengo lao ni nini? Kuingiza dunia kwenye matatizo ambayo watakuja kusema ufumbuzi wa matatizo haya ni kuanzisha Umoja wa Mataifa, serikali yao ya kutawala dunia. Na ndivyo walivyofanya. Baada tu ya vita wakaanzisha Umoja wa Mataifa huu ulioko leo, United Nations Organization. Ukitaka kujua Umoja wa Mataifa umeanzishwa na wao, nenda kwenye alama za Wamasonia. Katika alama za Wamasonia ni majani ya ngano, mashuke ya ngano. Alama kubwa ya Wamasonia ni shuke la ngano limekaa hivi na jingine limekaa hivi. Halafu kuna alama katikati ya nini? Compass. Ile compass ya kuchorea ile kwenye elimu ya hesabu. Hiyo ni alama ya Wamasonia. Ondoa compass sasa, weka nembo ya Umoja wa Mataifa, utaiona na yenyewe ina nini? Ina mashuke ya ngano. Kweli si kweli? Alafu dunia ile iliyoko ndani ya nembo ya Umoja wa Mataifa ina mstari wa 33 degree, 33 degree umekata juu na chini. Katika tufe la dunia kuna 33 degree longitudo na 33 degree kusini.
lakini wao walichokusudia ni kukuambia kwamba ni daraja la 33 degree la Wamasonia ndio waliotengeneza Umoja wa Mataifa. Wakaunda Umoja wa Mataifa iwe ndio serikali yao kuu ya kutawala dunia. Kwa hii wakafanikiwa sana. Hakuna nchi iliyobakia sio mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Hakuna. Hata nchi za Kiislamu zote ni Umoja wa Mataifa. Leo hii matatizo yakitokea kati ya nchi na nchi, watu wanashtakiana Umoja wa Mataifa, lakini kitu ambacho hatujui ni kesi ya nyani imepelekwa kwa ngedere, kwa sababu waliounda Umoja wa Mataifa ndio hao ambao leo wanakuonea wewe. Lazima tuelewe hawa Waislamu, kwa sababu vita tunayopambana nao ni vita ya kisaikolojia, ni vita ya kiakili, ni ghazwatul fikri, ni vita ya kiakili, na maadui zetu wamejipanga mkao mzuri sana. Kama wana Umoja wa Mataifa na wanauendesha, wanatisha. Mwaka 1952 wakaanzisha taasisi yao nyingine ambayo waliita The Bilderberg Group. The Bilderberg Group imepewa jina kwa sababu ilianzishiwa katika mji au hoteli maarufu iliyoko Uholanzi, inaitwa Hotel de Bilderberg. Ilianzishwa na mwanamfalme wa Uingereza akishirikiana na mwanamfalme wa Uholanzi, Prince Bernard na Prince Philip. Wakaanzisha Bilderberg Group. Hii Bilderberg Group ndiyo inayokusanya viongozi wa ngazi za juu wa vyama vya kisiasa vya nchi za magharibi, ambao ndio wanalelewa kuja kuwa viongozi wa baadaye. Kila aliyeitwa kwenye mkutano huo wa Bilderberg alipata kuja kuwa kiongozi mkubwa baadaye. Mmoja katika walioitwa kwenye mkutano wa Bilderberg ni Margaret Thatcher. Margaret Thatcher amehudhuria mikutano mitatu The Bilderberg, akaja kuwa waziri mkuu wa Uingereza. John Major naye waziri mkuu wa Uingereza. Tony Blair waziri mkuu wa Uingereza. Gordon Brown waziri mkuu wa Uingereza. Bill Clinton kahudhuria Bilderberg mara 2, akaja kuwa rais wa Marekani. Ndio chuo cha kufunza watawala wa dunia, Bilderberg. Na yataja kwa ufupi haya makundi, muelewe hawa wanaitwa magharibi walivyojipanga vizuri. Bado wakaanzisha kitu kingine ambacho walikusudia kitaunganisha nguvu za Marekani na Ulaya na Asia ziungwe pamoja. Wakakiita kitu gani? Wakakiita the Trilateral Commission. Trilateral Commission, tri maana yake 3. Kwa hiyo pande 3, Ulaya, Asia na Amerika, zinaunganishwa pamoja. Viongozi wakubwa wa Trilateral Commission ni kina Lord Carrington, kina Henry Kissinger. Hayo majina ukiyataja tu unataja utawala wa dunia. Wakaanzisha na hiyo. Kwa hiyo kifupi, ndugu zangu, katika kuelewa hawa mfumo wa magharibi ndio huo. Katika hiyo serikali yao ya dunia wakasema lazima tuwe na jeshi la dunia. Jeshi lao la dunia ni jeshi gani? Ni jeshi la NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ikaanzishwa umoja wa kujihami wa nchi za Ulaya au kaskazini mwa Ulaya, NATO, ukaanzishwa kama jeshi la kuhami mataifa yote haya. Leo hii hilo ndio jeshi liko Afghanistan. Afghanistan hakuna Umoja wa Mataifa, hakuna jeshi la Umoja wa Mataifa, kuna jeshi la NATO. Bosnia ilipokuwa imevamiwa, Bosnia Herzegovina ilipovamiwa na Serbia, majeshi ya Umoja wa Mataifa yalipelekwa, lakini yaliondolewa, yakapelekwa majeshi ya NATO, kwa sababu NATO ndio jeshi la wanandugu wa Babiloni la kutawala dunia. Sasa hivi hatua waliofikia ni ya juu sana. Katika mfumo wao sasa wanadai kuanzisha kitu kinachoitwa the New World Order, an-nidhamul jadid, the New World Order, nidhamu mpya ya ulimwengu. Nidhamu hii mpya wameikusudia kuitengeneza ifuatavyo. Kwanza, wanataka wawe na serikali moja ya dunia. Tayari hiyo hapo Umoja wa Mataifa. Lakini wanataka wawe na pesa moja ya dunia, one currency, pesa moja ya dunia. Na namna ya kufikia pesa moja ya dunia ni kuunganisha pesa ndogo ndogo
alafu baadaye unaunganisha, unapata pesa moja. Pesa zote za Ulaya zimeunganishwa sasa, zinatambulika kama euro. Dola tayari inajulikana umaarufu wake duniani, lakini huwezi kuwa na pesa moja bila kuwa na benki moja. Kwa hiyo wamekusudia wawe na benki moja ya dunia. World Bank hiyo hapo tayari walishaitengeneza, World Bank, benki moja ya dunia. Kwa hiyo mtakuwa na serikali moja na sarafu moja. Hata sisi tunaposhangilia hii demokrasia, basi tuelewe kwamba si jambo la kheri sana kwetu sisi. Demokrasi ni dubwana lililojiandaa kuumeza Uislamu, na tayari limeshavuruga Waislamu sana tu. Waangalieni Wazanzibari hawa hapo, hata Uislamu wamesahau wakati mwingine kwa sababu ya demokrasia. Wanapigana wale, wanauana. Demokrasi huwarudishi kwa aya wala hadithi, huwarudishi. Na ndivyo tunavyotakiwa tufanywe nchi zote. Sasa hivi Mashariki ya Kati hapo ndio wameelekezewa kwa nguvu zote. Iraki imefanywa iwe ndio model wa nchi za Kiislamu zinapaswa ziwe namna gani za kidemokrasia. Haki za wanawake, lazima wanawake na wao wawe wabunge, wapewe nafasi sawa. Protokali ya Maputo, sijui kama mnafahamu, kuna kitu kinaitwa protokali ya Maputo. Mbali ya mkutano wa Beijing wa wanawake, kuna kitu kinaitwa protokali ya Maputo. Protokali ya Maputo inasema kufikia mwaka 2015 lazima nafasi za madaraka ziwe nusu kwa nusu, wanaume nusu, wanawake nusu. Na Mtume kisha tuambia, ma aflaha qaumun walla umuraha ala nisa, haitofanikiwa kaumu ambayo imefanya mambo yake yakaongozwa na wanawake. Leo imekuwa ni upendeleo wa wanawake wawe juu yetu sisi. Mambo haya hayatokei swadafan, na dini inayoshambuliwa sana na kupigwa vita sana ni dini yenu ya Uislamu, utamaduni wenu wa Kiislamu. Kwa hiyo wakasema lazima wawe na siasa moja duniani. Siasa yenyewe siasa gani? Demokrasia. Halafu lazima wawe na uchumi mmoja, uchumi uwe mmoja. Huwezi kuwatawala walimwengu wakiwa na vitu tofauti. Uchumi uwe mmoja. Uchumi gani? Soko huria. Huu ndio uchumi unaokubalika dunia nzima, soko huria. Na sio hivyo tu, wakasema tuwe na dini moja, dini iwe moja. Ndio sasa hivi kuna kitu kinaitwa wahdatul adyan, yani oneness of religion, dini moja. Kuna mikutano sasa hivi inaendelea. Kwa mfano, kuna mkutano unaitwa wana wa Ibrahimu. Wana wa Ibrahimu ni Wakristo, Wayahudi na Waislamu. Mnakusanywa mahali pamoja, mzungumze, nyinyi ni wana wa Ibrahimu. Pamoja na kwamba dini hizi leo hazina watu ambao ni wafuasi au ni watoto wa Ibrahimu kama zao. Uislamu leo una watu wa dunia nzima, hivyo hivyo Ukristo. Labda Uyahudi tu, Uyahudi ndio Wayahudi peke yao, yani wana wa Israeli peke yao, ambao ukirudi kwa Israeli ambao ni Yakubu unarudi kwa Ibrahimu. Lakini Uislamu na Ukristo zina watu wa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hakuna nafasi tena ya kusema sasa tuna wana wa Ibrahimu peke yao, lakini inatumika kama anwani. Waitwa mashehe, waitwa na maaskofu na mapadri na makardinali na marabai, viongozi wa Wayahudi, mkae mzungumze pamoja ili tuwe na dini moja, dini mseto. Ndio tayari na mitaala inaandaliwa sasa kusambazwa kwenye mashule, kusambazwa kwenye taasisi mbalimbali, kuwe na dini mseto. Habari ya dini moja iko bora juu ya dini nyingine ifutike. Sijui nyinyi Waislamu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, hakuna hiyo. Ukileta hiyo hatutokuwa na maelewano. Na dini vile vile wanataka iwe moja, wahdatul adyan. Kwa hiyo maandalizi yao sasa hivi yamefikia hatua hiyo, na ili kutimiza lengo lao hili, labda kwanza adhana, nadhani si wakati wa adhana, na basi tumalizie kabisa. Ili kutimiza lengo lao hili, wametengeneza mfumo ambao utakuwa ni wa kutuunganisha kidogo kidogo. Tunaunganishwa kisiasa, tunaunganishwa kiuchumi, tunaunganishwa kiutamaduni. Ndio maana leo kuna kelele za kitu kinachoitwa Umoja wa Afrika, African Union. Msidhani ni jambo la kheri. Kwa maandiko yao wanatengeneza sasa vitu vinaitwa super states.
Super states ndio itakuwa kama vile yani mikoa katika serikali ya dunia. Afrika inatengenezewa super state yake ambayo itakuwa ni Umoja wa Afrika na nchi zote zimo ndani. Ulaya tayari ni super state, wana European Union. Asia wana umoja wao ule unaitwa APEC, Asian Pacific, tayari imeshaundwa. Kule kaskazini wana NAFTA, Amerika Kaskazini. Wanaunganisha na kusini huku kuna nchi za Amerika Kusini na zenyewe zina umoja wao. Kwa hiyo dunia nzima imetengenezwa kwenye 5 super states. Madola makuu matano super states. Chini yake ndio kuna marais wa nchi na mawaziri wakuu. Itafikia mahala rais wa nchi atakuwa hana amri. Ni sawa sawa tu na mkuu wa wilaya. Na ndio leo kama kwenye nchi zetu hizi ndogo, marais hawana hata hizo amri. Tayari amri ziko kwa wakubwa kule. Wanachosema ndicho kinachofanywa hapa. Na huwezi kuwa rais kwenye nchi hizo mpaka kwanza ukubaliane na wao. Ndivyo walivyojipanga namna hiyo. Na wanahakikisha kwa anayekwenda kinyume na utaratibu huu anapigwa vita. Saddam Hussein alipigwa vita, moja ya sababu alitaka kuwaunganisha pamoja na mabovu yake Saddam. Lakini moja ya kitu kilichosababisha akapigwa haraka sana, alifikia mahala akawaambia, nyie Waarabu nyie, unajua ya mafuta ni ya kwetu sisi. Haiwezekani watu waje wachimbe mafuta hapa wanufaike wao. Lazima tutengeneze sarafu moja ambayo hawa wataitumia kununua mafuta yetu. Hawawezi kununua mafuta kwa pesa yao ambayo wanaikontrol wao. Wataipandisha thamani na kuishusha wanavyotaka. Tutengeneze sarafu yetu, nchi zetu hizi za Kiarabu, wanunue mafuta kwa sarafu yetu. Moja ya sababu ni hiyo. Soma kitabu kinaitwa The War on Oil, vita juu ya mafuta. Wakampiga Saddam, wakamtoa. Fikra yoyote, itikadi yoyote, imani yoyote itakayokuwa dhidi ya mfumo huu lazima itapigwa vita. Hapo ndipo nyinyi Waislamu mnapoingia. Nyinyi peke yenu ndio mna dini inayosema inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Waman yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote atakayechagua dini sio kwa Uislamu haitokubaliwa dini hiyo mbele ya Allah, na atakuwa siku ya kiyama katika walio kwenye hasara. Nyinyi ndio mna dini ambayo ni mfumo wa maisha uliokamilika. Siasa imo ndani, uchumi umo ndani, utamaduni umo ndani, sheria zimo ndani, kila kitu kimo ndani ya dini yenu. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaonekana mfumo ulio dhidi ya mfumo wao, lazima mtakuwa ni maadui zao. Hapo ndio unapoingia kwenye mada sasa, al-Islamu wal-Gharb, Uislamu na Umagharibi. Kwamba leo kilichoko baina ya Uislamu na Umagharibi ni vita, sio mgongano wa kiutamaduni. Wao wanasema clash of culture, clash of civilization. Kilichopo ni mgongano wa ustaarabu, ustaarabu wa Magharibi na ustaarabu wa Uislamu. Utamaduni wa Kiislamu na utamaduni wa Kimagharibi ndio vinavyogongana. Tamaduni ndugu zangu, staarabu, historia imeonyesha tamaduni na staarabu mbalimbali hazigongani hata siku moja. They complement each other. Tamaduni na staarabu huwa zinafidiana tu. Huyu anakopa kwa huyu, huyu anakopa kwa yule. Hata lugha zetu ni ushahidi. Kiswahili kimetengenezwa na maneno ya Kiarabu, maneno ya Kireno, maneno ya Kiingereza, maneno ya Kibantu. Japokuwa Wareno ni watu wengine, Wabantu watu wengine, Waarabu watu wengine. Kwa hiyo staarabu hazigombani. Kinachogombana hapa ni fikra, ni nadharia. Nadharia ya Umagharibi inavyotafsiri ulimwengu, inavyotafsiri mwanadamu na nafasi ya mwanadamu duniani ni tofauti na nadharia ya Uislamu. Mafundisho ya Uislamu yanavyotafsiri ulimwengu, lengo lake la kuumbwa ni nini na nini nafasi ya mwanadamu katika dunia. Na lengo lao ni kukufanyeni nyinyi muwe kama wao. Ndio maana wamekugaweni leo. Leo mmegawanyika nyie. Kuna Waislamu wengine katika nyinyi mtaitwa Waislamu wa wastani, moderate Muslim. Katika nyinyi kuna Waislamu wengine wataitwa extremist, fundamentalist. Mtaitwa hivyo, Waislamu wa imani kali, wa siasa kali. Katika nyinyi kuna wengine mtaitwa
conservatives, muhafidhina, kibaya na jambo baya la hatari, na sisi tumekubali mgawanyo huo, na sisi tumeanza sasa kutazamana kwa mrengo huo. Je, huyu ni Muislamu kali au Muislamu, vijana wanasema Muislamu poa? Tumeanza kuangaliana kwa modeli huo. Huyu ni Muislamu mkali, huyu ni Muislamu baridi, huyu Muislamu muhafidhina, huyu siasa kali. Lengo lao ni kufika mahala nyie muonyeshwe Uislamu ni kitu kibaya na mkubali kwamba Uislamu ni kitu kibaya. Mila zenu mzione mbaya. Leo hii Waislamu wengi tumeacha Uislamu wetu, tunataka umagharibi, kuanzia kulea watoto wetu kimagharibi, staili za maisha yetu ya kimagharibi, hata mitazamo yetu ya kimagharibi. Usipokuwa na fikra za kimagharibi unaonekana wewe ni mtu wa zama za kale, umepitwa na wakati. Lakini ni lazima tufahamu kwamba unaweza ukawa wewe ni mustaarabu, ukawa wewe ni mtu mwenye maendeleo, ukawa ni mtu mwenye elimu na bado Muislamu. Unaweza ukawa ni mtu mwenye mambo mengi ambayo leo wanayaona ya magharibi, lakini bado Muislamu. Sasa kuishi, challenge tulionayo Waislamu leo ni kubaki Waislamu katikati ya vita kali kama hii. Nani atabaki Muislamu na Uislamu wake ubakie kwenye itikadi yake na matendo yake na tabia na maadili yake, aonekane ni Muislamu pamoja na kwamba vita inayopigwa ni kubwa namna hii? Ndugu zangu, kama nilivyoanza kwa kusema, si kila magharibi ni adui. Sio kila mtu wa magharibi ni adui. Kabla sijaja hapa nilikuwa naangalia kwa ufupi maudhui iliyozungumzwa na ndugu yetu katika imani Dr. Khalid Yasin. Dr. Khalid Yasin ni mwanachuoni wa Amerika, Muislamu wa Amerika mweusi. Lakini fikra anazozizungumza kuhusu Uislamu zinanifanya mimi na wewe tuonekane hatujawa sawa kwenye imani. Bahati nzuri tulionayo ni kwamba Mwenyezi Mungu amewasalitisha wa magharibi lile ambalo hawalipendi linatokea kwao wenyewe. Uislamu ambao hawaupendi unaibuka kwa kasi kwao wenyewe. Maprofesa wanaoingia kwenye Uislamu sasa hivi idadi yao wala haisemekani. Waliokuwa wanaamini itikadi ya mwanadamu walikuwa nyani, walikuwa Darwinisti, walikuwa wanaamini mwanadamu chimbuko lake ni nyani. Leo wanaingia kwenye Uislamu na wanaeleza sababu kwa kazi iliyofanywa na ndugu yenu katika ndugu zenu kwenye imani, Harun Yahya. Harun Yahya ametoa kitabu kinaitwa The Atlas of Creation, kimevunjilia mbali itikadi ya Darwin. Leo wanaingia kwenye Uislamu kwa makundi, na kama hatutojitahidi kuusoma na kuenzi Uislamu, sisi tusubiri kuja kufundishwa Uislamu na wa magharibi. Wallahi wala sio miaka mingi. Kwanza hata hapa tulipo sasa hivi, vitabu ukiviangalia, vitabu ambavyo leo vinaelezea mambo mbalimbali ya mwanadamu na maarifa yake kwa mnasaba wa Uislamu vinatoka kwa magharibi. Quran and Science kimeandikwa na Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni msilimu, huyu Mfaransa. Uislamu utapata nguvu walilahi alhamdi kutoka magharibi. Uislamu utasimama tena muda si mrefu kutoka magharibi. Professor Samuel P. Huntington wa chuo cha Harvard anasema, if there is a religion which will rule Europe in few hundred years, it must be Islam. Kama kuna dini itakayotawala Ulaya, akiona maana na Marekani, miaka 100 chache ijayo, anaupa muda wa miaka 100 chache ijayo, anasema lazima ni Uislamu. Allahu Akbar. Na anasema Islam has done so twice. Uislamu umetawala Ulaya mara 2. Miaka 800 Uislamu umetawala Hispania na sehemu ya Ufaransa na sehemu ya Ujerumani, chini ya Uislamu miaka 800. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la taqumu saa hatta tashrika ash-shamsa min al-maghrib
wa taghrib min al-mashriq, hakitosimama kiyama mpaka jua lichomoze magharibi likazame mashariki. Hadithi hii ukitafsiri ina maana mbili. Maana ya wazi ya jua hilo unalolijua wewe litatoka magharibi litazama mashariki, na ndi katika imarati kubwa za kiyama. Siku ikionekana namna hiyo, kiyama tayari. Lakini kama ilivyo maneno ya mtume au Qur'ani na maneno ya mtume, kuna ijaz, kuna ijazi mle ndani, yani maneno usiyatafsiri hivi kavukavu, ndani kuna maana nyingine. Jua lina maana ya mwangaza, na mwangaza maana yake elimu na maarifa. Sasa hapa ni kama mtume alikuwa anatuadirishia kwamba nuru ya Uislamu itakuja toka magharibi na kuangaza kwenda mashariki, na dalili zinaonekana sasa. Dalili zinaonekana Amerika na Ulaya. Uislamu unashika hatamu huko. Hivi tunavyozungumza, mfumo wa mabenki ya Kiislamu ndio sasa unaanza kutekelezwa Uingereza, Ufaransa, Marekani. Islamic banking inafanya kazi kule. Wamegundua kwamba ndio mfumo bora wa benki za Kiislamu. Mfumo wa uchumi wa Kiislamu, wameshaingia kwenye uchumi, wataingia kwenye, tayari wanasema ni dini ya Uislamu ndio pekee inaweza ikampa mwanadamu utulivu unaotakiwa, na sio sisi tunazungumza, wataalamu wao wa sosiolojia na saikolojia. Nuru ya Uislamu itatoka magharibi sasa kwenda mashariki. Na kwa kuwa sisi tabia yetu ni kuangalia wazungu sana, nadhani itakapofikia hatua hiyo, hapo sasa itakuwa ndio hatua ya mwisho ya Uislamu kutawala dunia, na inshallah Isa ibn Maryam arejee, na inshallah ndio tutakuwa tunamalizia ulimwengu kwa namna hiyo. Dalili zote zinaonyesha namna hiyo. Tumuombe Mwenyezi Mungu sisi tujiandae vizuri. Kama mfumo wa maadui umesukwa kwa umoja namna hiyo, hapo ndio nikuuliza ndugu yangu Muislamu, kuna sababu sasa ya sisi kugombana wenyewe kwa wenyewe? Kama maadui wamejisuka namna hiyo, kuna sababu ya kuanza kugombana kwa ikhtilafu za mambo ya kifuru, mambo ya kifiqhi, kufungia mikono hapa, kufungia tumboni, sijui kuchezesha kidole, sijui mwezi umeandama sasa, hawa wametangulia, hawa bado hawajafunga. Kuna sababu ya kugombana kwa sababu hizo? Maadui wamekaa namna hii, wanatusubiri kwa kila hatua, kiuchumi, kisiasa, kijeshi, kiitikadi, wanataka tutawaliwe kwa mifumo waliounda wao. Kuna sababu ya wewe kumuona ndugu yako Muislamu adui leo? Hujaelewa tu. Sasa ni wakati ambao hata kama kuna ugomvi, mseme ugomvi wetu tunaakhirisha, tuwe kitu kimoja, manake tumesongwa mno ndani ya nchi hii. Angalieni tulivyosongwa, kama nilivyotangulia kusema shaka wangu Sheikh Ali Basale, tumesongwa kweli kweli. Sisi tumekaa hatujajipanga mpaka sasa hivi. Uchaguzi wa serikali za mitaa huo hapo mwezi wa 10 tu. Wenzetu wako kwenye stage ya 8 ya kutekeleza programu yao ya kanisa kushika hatamu hii iliyotolewa kwenye ilani yao. Wako stage ya 8 ambako wanafikisha fikra yao kwenye jumuiya ndogo ndogo hizo mnazoziona kwenye mitaa. Wanapeleka msalaba nyumba hii, kesho wanahamia nyumba nyingine. Wanaamua wafikishe sifa za kiongozi wanayemtaka kule. Mimi na wewe tumejipangaje? Uchaguzi mwezi wa 10 hapo. Tunaangalia mashekhe watatuambia nini? Kwa nini mnasubiri mashekhe? Muislamu hasubiri kupangwa. Patakimiwa sasa hivi hapa, hakuna atakaye kuja kukupanga wewe, utatafuta mwenyewe nikae wapi, na sala itaswaliwa. Kwa nini katika mambo mengine tunasubiri kupangwa? Waislamu jipangeni. Wako wengine wanasubiri mahakama ya kadhi, wanakuambia mbona waziri mkuu katoka bungeni hajazungumzia mahakama ya kadhi na uchaguzi umekaribia tutafanya. Uchaguzi kitu kingine, swala la kufuatilia mahakama ya kadhi kitu kingine. Ni lazima Waislamu kujipanga kwa umoja na mshikamano wetu, tuhakikishe na sisi sasa tunashika madaraka katika hatua ambayo tunaweza sana. Mimi huwa nasema hatua ya ubunge inahitaji nguvu kubwa, fedha nyingi. Sasa hata hatua ya mwenyekiti wa kitongoji inahitaji nini? Mwenyekiti wa mtaa inahitaji nini? Diwani inahitaji nini? Si azima tu ya Waislamu mkaamua tunasema safari hii mwenyekiti wa kitongoji chetu lazima awe Muislamu, kama ambavyo wao wanasema lazima awe Mnasara, na sisi tuseme lazima awe Muislamu. Halafu sisi hatuna chama,
Sisi hatuna chama kwamba hiki ndio chama chetu. Hakuna chama hata kimoja cha kukiamini kwamba ndio chama chetu, ndugu zangu, kabisa. Wameshika hatamu kwenye vyama vyote, wako wao. Ukijidai kwenda kwa modeli wa chama watakupiga haraka sana. Wewe nenda kwa modeli wa mtu na mtu. Hapa eneo hili chama gani kinaonekana kina nguvu? Chadema hapa. Chadema ndio kina nguvu hapa. Kinaweza kushinda hapa. Chagua mwenzetu, ingiza bana. Apite huko kwenye Chadema yake. Mwingine apitie kwenye CCM. Mwingine apitie kwenye CUF. Mwingine kwenye TLP. Lengo letu ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wala sio siasa. Hili msisubiri mtu wa kuwahubirieni. Hili lifanyeni na liko ndani ya uwezo wenu. Kama wao wameshika hatamu ya kutawala dunia, sasa sisi tutashindwa hata kamtaa jamani. Kinachosikitisha, eneo la Waislamu 99% eti linaongozwa na asiye Muislamu. Alafu kazi yetu kulalamika. Maana tunaona baa zinakuwa nyingi, groceries zinaongezeka. Wanaopitisha leseni za baa na grocery ni madiwani. Mkitaka kuzuia hizo baa na grocery, wekeni madiwani wanaojua kwamba maeneo ya watu hayatakiwi kufunguliwa mabaa na magrocery. Vinginevyo mtalalamika tu na kulaani giza, hakuondoi giza. Umeme uzimike sasa hivi hapa, wote tuseme laanatullah, giza litaondoka. Lakini hata ukiwasha simu yako tu hapo tutaona mwangaza kidogo. Sasa umefika wakati wa Uislamu, namalizia kwa kusema kulaani giza hakuondoi giza. Kinachoondoa giza, washa japo kibatari tu. Na sisi tuna zaidi ya vibatari. Qur'ani yetu nur. Kwanza Mola wetu nur. Qur'ani yetu nur. Mtume wetu nur. Nuru na la nur. Tutakuwaje kwenye giza sisi? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Mimi nilikuwa na swali ambalo kwanza nashukuru kwa mhadhara huu. Alafu pili ni kwamba swali langu linasema hivi: katika mazungumzo haya yaliyopita, mhadhara huu uliopita jioni hii, ni kwamba kuna maelezo mengi yanaonyesha kwamba dini ya Kikristo au Naswara uko katika mashindano na dini ya Kiislamu. Sasa nilikuwa nataka labda nipatie ufafanuzi, kwa sababu hivi ndivyo wote tunavyoelewa, nami ninavyoelewa hivi. Lakini unakuta kuna aya Mungu anasema watajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Sasa tunaambiwa kuna makasisi na watawa. Na hawa tena Mungu akasema wala tajidanna aqrabahum mawadda. Na utawapata kwa hakika, maana Mungu ametumia kinahau matamshi mawili, kuna lamu na nuni, lamu al-qasam wa nuni thaqil, kuonyesha kwamba kwa hakika watakaokuwa karibu kwa mapenzi ni wale wanaosema sisi ni Wakristo au Manasara, kwa sababu ndani yao wako makasisi na wako watawa. Sasa tunaomba hebu tujaribu mashehe watu wekee wazi kidogo hiki. Asante. Waislamu, swali nzuri sana ambalo linahusu aya na muulizaji yauliza vile vile iko na aya inasema kwamba na hao hawana maadui vile vile, lakini ninamwachia mhadhiri ambaye kazi yake nyingine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndiyo Qur'ani ilivyo. Ukikuta aya hii ukaisoma kipeke yake bila kuiangalia, wanasema in a larger context, utapata maana nyingine kabisa. Unaweza hata kusema labda hapa Mwenyezi Mungu hakusema kweli, faliyadhu billah. Aya hiyo ni sawa hivyo hivyo ilivyo, kwamba walio karibu kwa mawadda, kwa mapenzi na waumini ni wale wanaosema sisi ni Manaswara. Kwa hiyo ukikuta sasa walio na uadui na waumini alafu bado wanajiita sisi ni Manaswara, basi ni ushahidi kwamba wao sio nini? Sio Manaswara. Sasa Mungu hasemi uongo, na walikuwepo enzi zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam Manaswara ambao waliposomea Qur'ani mpaka wakalia, kina Najashi wengine mpaka wakasilimu.
Sasa hawa wa leo, ndio maana siku moja mimi nilikuwa nazungumza nikwambia, hawa wa leo sijui hata kama ni manasara. Sasa kwa nini wanachuki namna hii hawa? Na Mungu kasema walio karibu na waumini ni wale wanaosema inna nasara. Unaona? Sasa hawa basi sio manasara hawa. Hawa ni Wakristo. Sasa kuna Wakristo na kuna manasara. Ni vitu viwili tofauti. Wallahu a'lam. Au shaka ataongezea. Allah. Kwa kweli nilijibu swala hawa sio hao manasara tulioambiwa. Hawa ndio wale wanaosema Mwenyezi Mungu laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Lakini hata vitabu vyao wenyewe jamani vinasema kwamba yule bwana wanayesema ni Mungu ametumwa kwa kondoo wa Israeli. Sasa hao Mungu wa kabila wengine wa Israeli nao takuta sio, kwani sio manasara walisema jamani? Sio manasara. Katumwa kwa kondoo wa Israeli. Wewe mbuzi huu wa kabila gani unakusubiri? Maana lazima tuelewe jamani, kila mtume alikuwa akituma kwa watu fulani, isipokuwa Mtume Muhammad Allah akasema kwamba wama arsalnaka illa rahmatan linnas. Kwa watu wote ndio Mtume Muhammad. Mitume wote walikuwa katika particular areas. Miongoni mwa Nabii Isa kupelekwa kwa watu maalum. Nenda kwa watu wakalia kwa kwambia kata. Wewe unatoka Ubungo kalia kwa imekuhusu nini? Biblia yenyewe inakataa haya jamani. Swali la mwisho. Alaikum salam. Baada ya kuwa sisi tumetuzungumzia haya, tumeelewa ni agizo gani ambalo linatuachia sisi waumini kubaki kulifanyia kazi katika haya ambayo tunasikia kwa wewe? Nadhani swali lilikuwa wazi. Naam, nadhani kweli tusizungumze tu alafu tusiachiane nini cha kufanya. Nimemalizia kwa kazi ambayo tunatakiwa kila mtu akaifanye. Maandalizi ya uchaguzi wa mwezi wa 10 wa serikali za nini? Za mitaa. Basi